course mchezo ni mgumu kwa Simba Sports Club kwa sababu hizi hatua za knockout ni hatua ambazo walimu wengi wanapiga sana mahesabu ya kumtoa mtu, sio ya kumfunga mtu. Unaweza kumfunga mtu lakini mwenzako akaja akakutoa. Of course ni mchezo mgumu kutokana na mazingira. Unajua kwenye kanda 4 za mpira wa Afrika hakuna kanda ngumu kama ukanda wa UNAF, kanda ambazo zinatokea timu za Kiarabu. Al Masry ni miongoni mwa timu ambazo zinatokea kwenye ligi ya Misri. Ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, ndio ligi ambayo inaongoza kuliko ligi zote kwenye ligi ya Afrika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naiona ni mechi ngumu. Cha pili ni hatua waliokuepo. Hii ni hatua ya knockout stage, ni hatua ambayo mara nyingi walimu wengi wanapiga sana mahesabu ya jinsi gani ya kumtoa mtu, sio ya kumfunga mtu. Sasa miongoni mwa timu zenye sifa ya kuwa na mahesabu hayo ni hizi timu za ukanda wa UNAF. Naongelea Al Masry ambao current form hawapo kwenye ule ubora ule. Mechi zao 5 za mwisho wamesare mechi 2, wamesuruhu mechi 1, wamefungwa mechi 1 na wameshinda mechi 1. Kitu ambacho kwenye form sio kizuri sana. Huku Simba Sports Club wapo kwenye ubora wa hali ya juu. Wameshinda kwenye michuano ya CRDB, wanashinda kwenye ligi na kwenye michuano mingine. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona current form inawabeba Simba Sports Club. Sasa hawa Al Masry sio timu ya kuichukulia poa kivile kwa sababu ni Wakongo, wamezaliwa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 1920. Ina maana kiumri amemwacha Simba miaka 16. Miaka 16 kwa mahesabu ya haraka mtoto anaanza la kwanza hadi form 3 au form 2. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna gepu amemwacha. Lakini once come kwenye masuala ya makombe, Al Masry amechukua kombe moja maishani mwake mote. Mwaka 1998 alichukua Egyptian Cup, huku Simba Sports Club kwenye akaunti yake akiwa na makombe mengi. Sasa kuelekea kwenye mechi hizi za knockout stage, walimu waga wanaangaliaga vitu vitatu. Cha kwanza ni ubora alikopo nao mpinzani wako, cha pili ni madhaifu alikopo nao mpinzani wako, cha tatu ni size ya pitch ambayo mnaenda kuchezea mechi. Kwa hiyo kwenye size ya pitch hiyo Simba itatatuliwa kwa sababu sheria namba 1 lazima mkacheze kwenye uwanja ambao pitch yake inalingana na pitch ya mechi. Mkikosa hapo inabidi mkacheze kwenye uwanja ambao mtachezea mechi. Kwa Simba Sports Club tayari atakuwa amefanya mazoezi kwenye mechi, uwanja ambao watachezea mechi. Sasa kikubwa kilichobaki ni kwenye hivyo vitu viwili, ubora mpinzani wako na madhaifu ya mpinzani wako. Ubora wa Al Masry upo kwenye eneo lake la washambuliaji, na washambuliaji wake watatu ambao ni hatari. Mshambuliaji namba 1 anaitwa El Eliki Karimu, miongoni mwa washambuliaji bora kwenye ligi ya Misri. Japokuwa huku kwenye ligi hajafunga goli, lakini kuna namna ambavyo anaisaidia timu kupata ushindi kwa sababu mchezaji mwenye nguvu, maarifa na spidi. Mchezaji mwingine ni Karim Bambo. Huyu ni mkongwe pale kwenye kikosi cha Al Masry akiwa na umri wa miaka 31. Msimu huu kwenye ligi amefunga goli 3 kwenye mechi 9. Lakini mchezaji hatari kuliko wote anaitwa Salah Mohsini ambaye ana umri wa miaka 26. Ni kijana mdogo ambaye hana hatari sana akifika kwenye eneo la mwisho. Msimu huu kwenye ligi ya Misri amefunga goli 7. Hilo ndio eneo mama ambalo Simba Sports Club wakae nao na umakini, kwa sababu kwenye safu ya ulinzi ya Simba Sports Club wanamkosa Chimaroni Fondo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona kuna pacha ya Blaza Kiamza pamoja na Shamu Karabwa ikienda kuanza. Sasa kwa Hamza sio issue, ni mchezaji ambaye tayari yupo complete package, yani amekamilika kwenye kila kitu. Lakini kwa Shamu kuna baadhi ya madhaifu ambayo anayo. Cha kwanza ni uzito wa maamuzi, cha pili ni kukosa utulivu kwenye mipira ya chini. Sasa kukutana na Waarabu ambao wana spidi na wanakutia pressure kubwa, kufanya makosa madogo ya wazi ni kitu chepesi, especially kwenye mechi zenye pressure kama hizi. Sasa ukiangalia magoli ambayo Simba msimu amefungwa kwenye michuano ya shirikisho, kuanzia mechi ya raundi ya pili dhidi ya Tripoli hadi hizi mechi za makundi, Simba kafungwa magoli 5. Kwenye hao magoli 5, magoli yote ni makosa binafsi ya mabeki wakati. Goli alofunga Mabululu yalikuwa ni makosa ya beki wakati. Goli alofunga Hassan Azimu, mshambuliaji wa Sex Faction, ni makosa ya wazi ya Chimaroni Fondo. Magoli mawili alofunga Constantine
Brahim Dibi pamoja na Zakaria Benchani magoli ya makosa binafsi waliofanya mabeki wa Simba. Goli ambalo Simba alifungwa ugenini zidi FC Bravos ni makosa ya wazi ya mabeki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo hilo ndio eneo mama la Simba Sports Club inabidi akawe na tahadhari nalo. Kuhusu udhaifu walikopo nao Al Masry, ni udhaifu nao kwenye safu yao ya mabeki pamoja na golikipa wao anaitwa Gadi Mohamed. Ni miongoni mwa golikipa bora, lakini msimu huu amekuwa kiruhusu sana magoli. Nimekutajia mechi zao 5 za mwisho. Kwenye hizo mechi zao za mwisho ni mechi moja tu wamepata suluhu, lakini mechi zote 4 nyavu zao zimefanikiwa kuguswa. Kwa hiyo hayo ndio maeneo mama ambayo Simba Sports Club inabidi akatumie vizuri, adhibiti ubora wa Al Masry ambao upo kwa washambuliaji wao, lakini akatumie vizuri udhaifu wa mabeki wa Al Masry kiongozwa na beki wao Ahmad Mohamed kwenye eneo lao la ulinzi. Mwalimu Fadlu Davis akifanikiwa kutumia maeneo makuu mawili, nadhani anaweza kaibuka na ushindi kwenye mechi ya leo.